Bwana sifiwe. Mungu anaenda kuachilia baraka. Mungu anaenda kuachilia ushindi katika maisha yako. Enda tu mbele za Mungu, ambia Mungu asante kwa sababu ya neno lako. Hakuna tena kukosa tena. Hakuna tena kukata tamaa. Hakuna tena kujiuliza maswali. Mungu ameachilia. Enda tu mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante. Asante kwa sababu ya neno lako ambaye ni uzima katika maisha yetu, ambaye ni uzima katika maisha yetu Bwana. Neno lako ni upanga mkali. Biblia inasema neno lako ni upanga mkali ambao ukatao. Bwana, nashukuru kwa sababu ya neno lako ambaye ni ya siku ya leo Bwana, umetunenea ya kuwa Bwana tujifundishe kutembea Bwana, sisi ni wabarikiwa. Umetufundisha ya kuwa sisi ni wabarikiwa. Popote tutakapoenda sisi ni wabarikiwa. Popote tutakapokanyaga sisi ni wabarikiwa, tumebarikiwa. Bwana, umetupea kila mji. Biblia inasema ya kuwa Yakobo alipewa hiyo mji kwa sababu aliweka miguu yake pale. Popote utakapoweka miguu yako itakuwa ya baraka. Popote utakuwa umekanyaga, baraka itakuwa pamoja na wewe. Baraka utazipokea. Wewe utakuwa wa baraka kila mahali unaenda. Kona yote utakuwa unapita, wewe utakuwa wa baraka. Enda tu mbele za Mungu, ambia tu Mungu asante. Asante Mungu kwa sababu ya neno lako. Asante Mungu kwa sababu ya uwezo wako. Biblia inasema katika kitabu cha Petero wa pili 22:9, Biblia inasema ya kuwa mimi ni familia kuu, mimi ni mteuliwe, mimi ni familia kuu ambaye ni ya baraka. Enda tu mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante. Asante kwa sababu ya neno lako. Nena tu kwa maisha yako. Nena tu kwa familia yako ya kuwa yao ni wabarikiwa. Nena tu. Usichoke kuomba. Nena tu maneno kwa sababu ya familia yako. Hata kanisa hii nena tu jambo. Hata katika kazi yako nena tu jambo. Kuna kitu Mungu anaenda kufanya. Hata katika popote kuna biashara, nena tu jambo. Chukua nafasi yako ya kutawala katika biashara yako, kwa sababu wewe ni mbarikiwa. Kama Yakobo alibarikiwa, wewe ni nani usibarikiwe? Kama Yakobo alibarikiwa, wewe ni nani usibarikiwe? Enda tu mbele za Mungu, ambia Mungu asante kwa kunipa baraka. Enda tu mbele za Mungu. Likayana bashata likasata likashata la bayanda likayata likoyana bayanda likayana likashata la bayando likayana libaseketo libayanda liboseketo libayanda lakaseketo liana la bayanda likashata la kayana bayanda likashata la kashata la bayanda likoseketo libayanda likayana bayanda laba likasetele kuria bayanda likayana laba shato likayana likayano likashato libayana lisokoyana likayana bayande lesetulia bayando libashato ligana bayanda. Thank you Father for your word. Thank you Father for your word. Nashukuru kwa sababu ya neno lako Bwana, neno lako ambaye ni uzima katika maisha yetu. Asante kwa sababu Bwana, mimi ni mbarikiwa. Mimi ni mbarikiwa Mungu. Najua kuwa mimi ni mbarikiwa. Najua kuwa mimi Mungu umenibariki. Nina baraka nyingi. Najua kuwa mimi ni mfalme katika hekalu lako, katika ufalme wako. Najua mimi ni mfalme. Najua umeniteua kuwa mfalme katika hekalu lako. Umeniteua kuwa mfalme katika ufalme wako Bwana. Likayana bayanda likayana labashata likashata. Najua kuwa mimi ni kuhani mkuu. Najua kuwa mimi ni kuhani mkuu. Likayana bayanda likashata laba. Nachukua nafasi yangu kuzungumza ya kuwa mimi ni mbarikiwa. Popote nitakapokanyaga mimi ni mbarikiwa. Popote nitakapoelekea najua mimi ni mbarikiwa. Hata pale kazini najua mimi ni mbarikiwa. Likayana bayanda likayana likashata lekoria baboza likayana bayanda likayana bashata likoyana bayanda likaseketoria ba
unifanye kama vile upendavyo. Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, unifanye jinsi wewe upendavyo. Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, unifanye jinsi wewe upendavyo. Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, unifanye jinsi wewe upendavyo. Unifanye jinsi wewe upendavyo. Unikumbuke Bwana, nikumbuke Bwana, nikumbuke Bwana Yesu, nifanye Bwana upendavyo. Sema Yesu, unikumbuke Bwana Yesu, Baba, unifanye jinsi unavyopenda Bwana. Baba, naomba ubariki wanawe, sitoki hapa Yesu, usiponibariki Baba, naomba ubariki wanawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba yangu, ninaomba ubariki wanawe, sitoki hapa Yesu, nibariki nami Bwana. I want you to pray for yourself in 1 minute. Tell God, keep me going. In the book of Genesis, there's a woman who was called Hagar. The Bible says she was pressed on by Abraham and Sarah, but she told herself, I'll take the journey because I have been given the pregnancy by a blessed man, and in that journey I know my Lord liveth. My God sees. The problem is not the Red Sea. The problem is you walking in the journey. When you are blessed, the Red Sea is not a barrier. When you are a blessed man, sickness is not a barrier. When you are blessed man, poverty is not a barrier. The only barrier is when you stop walking. And today the man of God has told us, you are a blessed man, and there is a journey towards your blessings. Your blessings are the way waiting you to walk towards them. Somebody arise and walk towards the blessings. It might be tough, child of God, walking in the path of a blessed man, but there is a surety that if I am a blessed man, the God will appear on my way. Even though I am weary in my spirit, the God will show up. The purpose is to walk. I
died, and the lame man was placed in the ghetto. He heard about the men of God. He refused to be in one place. He decided to move. I came to activate your faith today. Just like the 4 boys of leprosy, they refused their situation to make them remain in one place. Refuse somebody. You are named to make you remain in one place. You can always walk. You can always walk. You can always walk because you are a blessed person. You can always walk because you have the genetic of blessings, the DNA of blessings, the rain in your blood streams. With the men who are blessed, Abraham began the journey to walk. He walked from Ur. He went to Haran. He was a man carrying the word of blessing, and he came to a point that they almost wifed, that they almost took a wife, but God did not stop the journey. It came to a point that Sarah died. It did not stop the journey. They continued walking. There is a man in Calvary who walked over the night. He was taken on Friday. He was a blessed man. He began to walk with the cross. He did not give up carrying the cross. And they were beating him on the back. He did not give up. And they were spitting on him. He did not give up. He was trying. He was sweating. He was not giving up. I am talking about the man Jesus. He went to Golgotha because he wanted to save me. He carried the cross. He was carrying needles on the back. He was carrying Simon on the back. He said, I will not stop. I will continue walking. Why is a child of Shiloh? Continue walking. Carry your cross. Continue walking. Even though you know you are going to be crucified. Go there. The Monday is coming. And the grave will not hold captive of you. Jesus did not stop being the child of God. He continued with the journey because he was a blessed man. Maybe you don't understand this. He was walking when he healed Bartimaeus. He was walking when he met Zacchaeus. He was walking when he went to the Peter's house. And there was a daughter-in-law who was infected and Jesus healed. He was walking when he met the disciples who had feet day and night. And they got nothing. And they told them, launch into the deeper. And maybe you don't understand me well. One day Jairus' daughter was sick. And Jesus was walking in that direction. As they were walking, a woman arose. And the woman appeared with the issue of the blood. And the woman said, I cannot stop here. I cannot settle with the report of the doctor. I cannot settle with what they told me to be over. My purpose is to walk on. Walk on even when the business is not working. Walk on even when your work is not working. Walk on even when your marriage is collapsing. You can never stop. You are a blessed person. Oh, yeah, you are a blessed person. In this generation, I am speaking about Jesus who did not stop because of my sins. They did not say I'm not the one who sinned. Let them carry their own. He went with it to the cross. He was placed into between the two thieves, one on the left side and the one on the right side. And that did not make him to give up. He cried one last cry and he said, it is finished. He finished my journey. He finished your struggle. He finished your sickness. He finished your poverty. Walk on. I'm not giving up on this. I'm not giving up on this in any way. I'm not giving up on my calling. Hata kama itakuwa mazito, he who called me is faithful. Oh, I am not giving up. I will walk because I am a mark of a blessing. I have a spot on my head. The Bible said, kulikuwa na alama iliyowekwa wanadamu. Kuna chapa ilipigwa wanadamu. Na yule ambaye hakukuwa na chapa alikuwa analauliwa na
dubu, niko na chapa ya ubaraka, niko na mali ya baraka. Kuna milango malaika alienda akapaka damu juu, malaika kuangamiza akikuja, mlango wangu umewekwa chapa, niko na chapa na damu yangu ni ya kifalme. I will not stop here. Son of David, take pity on me. Son of David, this is not my place. Keep walking, child of Shiloh. Look back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I'm never looking back. No. I'm never looking back. My focus is on Jesus. I shall walk this journey. Ninasema wale watakaopigana vita vya imani, watakaopigana vita vya imani, sitawachilia pambano kwa sababu ya unyonge.